nilipigwa simu na kiongozi wa Simba. Sawa, kiongozi mkubwa tu, simtaji jina, akanipigia simu mida kama saa 4 hivi. Akanambia JB, bwana tumetumiwa email na Wydad Casablanca kuhusu Suleiman Mwalimu, kwa sababu mtu wa kwanza kuwalaumu viongozi wa Simba kuhusu swala la Suleiman Mwalimu nilikuwa ni mimi. Baada ya kuona Suleiman Mwalimu anaelekea wapi? Anaelekea Wydad. Pigia simu viongozi, inakuwaje kuhusu bwana mdogo? Wakanambia tulia, mambo yatafanya nini, yatakwenda vizuri tu, wala usiwe na nini na wasiwasi, kwa sababu kuna mabadiliko ya kiuongozi ndani ya Wydad Casablanca. Kwa hiyo uongozi tuliofanya nao sisi mazungumzo umepigwa chini, umepinduliwa, umeingia uongozi mwingine, ndio wanataka tuweke taratibu tena upya. Kwa Suleiman Mwalimu anarudi kule, kiongozi atakwenda, tutafanya mawasiliano naye, tutamaliza ili swala. Na kweli swala limefanya nini? Likawa limekwisha. Na kama unakumbuka kwenye Simba Day, msemaji wetu akamtangaza nani? Suleiman Mwalimu, na mpaka kuthibitisha hicho. Sawa mpaka Suleiman Mwalimu mwenyewe, sawa bwana, alilithibitisha hilo kwamba yeye, sawa, tumsamehe, sawa, watu wa Simba. Umeelewa bwana? Tumsamehe watu wa Simba. Sawa, yeye ni kijana wetu na tumpokee. Anarudi tena ndani ya nini? Ndani ya Simba. Suleiman Mwalimu yuko kwenye ndege, na hata taratibu zote za kumtoa tena Wydad kumleta hapa ni Simba ndio waliofanya nini? Waliozifanya. Na akarudi kweli, akapokelewa. Kiongozi yule mimi akanipigia, Suleiman ameshaingia. Na mimi mwenyewe wakati niko Moshi, Suleiman Mwalimu nilienda mpaka kwa babake Pasua. Kuna sehemu moja inaitwa Pasua ndio kwao Suleiman Mwalimu Moshi, kwa sababu mimi kituo changu cha jezi niko wapi? Niko Pasua. Sio mimi ni balozi wa jezi wala ni wa Jairut. Umeelewa bwana? Yaani official kabisa kwamba mimi ni nani? Ni balozi wa jezi. Ni mhamasishaji wa uuzaji wa jezi wa Jairut na mzuiaji wa jezi fake wa Jairut. Kwa kituo changu iko Kilimanjaro. Kwa hiyo Moshi pale mimi naijua vizuri. Nikakutana na katibu wa matawi Lawrence Monyomi. Nikakutana na mwalimu hao ndo walimu waliomfundisha nani? Walimfundisha Suleiman Mwalimu akiwa mdogo, ambaye anaitwa Isa, ni askari yuko pale Central Police, ni afisa upelelezi wa wilaya. Umeelewa? Akanieleza kuhusu Suleiman Mwalimu. Umeelewa bwana? Tukaenda mpaka kwao Suleiman Mwalimu, mpaka kwao kabisa nyumbani kwao Suleiman Mwalimu. Mimi nimefika mpaka babake, nimeongea naye Suleiman Mwalimu. Na nilimpigia simu wakati niko na babake na nikaongea naye, akanihakikishia JB 64 nakuja Simba. Na ndio maana redio za Moshi zote wakati nafanya nini? Nafanya hamasa za kuuza jezi, nilikuwa namtangaza Suleiman Mwalimu kwamba ameshafanya nini? Anarejea ndani ya nini? Ndani ya Simba. Si umeelewa? Lakini kilichokuja na kweli viongozi wa Simba akafanikiwa. Akapokelewa hapa, akapelekwa kambini Zanzibar. Alikuwa kaungana na wenzie. Suleiman Mwalimu ameondoka jana usiku baada ya hii email sasa. Kwa hiyo kiongozi wa Simba aliponipigia simu akaniambia, bwana JB, tumetumiwa email na nani? Na viongozi wa Wydad kwamba wamegairi tena, hawataki mkopo. Wanataka wamuuze Suleiman Mwalimu. Umeona hiyo? Umeona picha hiyo inavyoendelea? Nikamwambia kweli sasa nyinyi mmefikia wapi? Akasema sisi tulichowajibu kwamba kama mnamuuza shingapi? Wakasema wanahitaji $500,000. Si umeelewa? Ambayo approximation yake ukija kufanya nini, mabadiliko ya kifedha, ukija katika T-shilling kutoka kwenye dola unapata kama something like bilioni 1 kama na point 3. Ili upate sasa saini ya Suleiman Mwalimu lasi. Lakini mkopo wamegairi. Nikamwambia mimi pale nikamwambia kiongozi, kabla hajanipa majibu wamekubali wamekataa, nikamwambia Suleiman Mwalimu ana kiwango cha sisi kutoa bilioni 1.3. Afadhali thamani yake haifiki huko. Afadhali hiyo hela iongezwe, atafute clinical finisher. Wapo wengi mastreka. Kwa sababu Suleiman Mwalimu huyu alikuwepo ndani ya timu, lakini bado mwalimu alikuwa anamtumia Mpanzu kama force number 9. Suleiman Mwalimu alikuwa anaingia sub. Unatoaje bilioni 1.3? Sio, umeelewa? Akanambia basi huko kwenye akili yetu, na sisi ndio tulichokiamua hicho kwamba Suleiman Mwalimu hatuwezi kutoa nini hiyo pesa. Umeelewa? Ndio akawapa mrejesho kwamba bwana, sisi hatuwezi kutoa nini hiyo pesa, labda punguzeni. Si umeelewa? Wale mabwana wakasema hapana, sisi tunataka $500,000. Basi wakaambwa basi muuzeni. Huyu hapa Suleiman Mwalimu.
Umemwona hiyo? Umeona chatting za Suleiman Mwalimu hizo zilizokuwa na chat naye? Umemwona Suleiman Mwalimu hapo? Umeelewa? Yule bwana simu akawa apokei. Si umeelewa? Naamka asubuhi nakuta missing call kibao humu zimepigwa. Mashabiki sasa wananipigia simu. Umeelewa? Ikabidi niingia kwenye mtandao. Naingia kwenye mtandao namkuta nani? Mwenyekiti wangu Dr. Moa ma influencer. Ndio analiongelea swala la Suleiman Mwalimu. Kwamba amekwenda wapi? Yanga. Si umeelewa? Ndio naingia kwenye peji ya Yanga nakuta kweli ameshika mkataba yeye pamoja na nani? Na engineer kwamba tayari Yanga washamtangaza ni mchezaji wa kwao. Si umeelewa? Nikampigia simu na kiongozi alonipigia jana. Ili swala limekuaje? Ndio akaanza kunipa tena briefly. Bwana jana si tulishia hapa. Kwa hiyo kinachoonekana Wydad wametuzunguka. Wameamua muuze Suleiman Mwalimu kwa Yanga. Si umeelewa? Lakini kwa mujibu wa vyanzo vya habari vya Yanga wanasema na wao wamemchukua kwa mkopo. Sasa kwa nini Yanga wamemnunua Suleiman Mwalimu alafu wanasema wamemchukua kwa mkopo? Tafsiri yake wanataka kutugonganisha watu wa Simba na viongozi wetu. Waonekane viongozi wa Simba wameshindwa kutoa hata nini? Hata hela ya mkopo. Kwa sababu akisema amenunuliwa, viongozi wa Simba wanaweza wakijitetea. Hatuwezi kutoa hela waliotoa Yanga kwa sababu Suleiman Mwalimu hana kiwango cha kununua, hana thamani ya hiyo bilioni 1.3. Kwa hiyo akaona hilo tugombanishe, ndio akasema wamemchukua wao kwa mkopo. Kwa hiyo viongozi wa Simba na maana ni wapumbavu, ni wapuuzi. Sawa bwana, kwamba wameshindwa kutoa hela ya mkopo ya kumchukua Suleiman Mwalimu. Kwa hiyo walikuwa wanatongopea. Kwa hiyo hapa kuna kitu kinachoitwa inataka kuletwa contradiction. Yaani hapa ni divide and rule. Yaani Yanga anataka atugombanishe ili aendelee kututawala kwenye ligi. Kwa sababu anajua watu wa Simba lazima watamaki kusuhili. Si umeelewa? Kwa hiyo lengo lao la kufanya hivi, kwanza kutugombanisha na viongozi wetu. Ili tuwaone viongozi wetu wabaya wameshindwa kutoa hela ya mkopo ya Suleiman Mwalimu. Hivi Simba ina Mo, Simba kuna Jairut, Simba kuna mabosi kibao. Dola 50,000. Simba ashindwa kutoa. Wewe na kuingia kilini. Kanunuliwa Keresto dola 400,000 na watu washindwa kutoa dola 50,000 kwa ajili ya nani? Ya kumpata huduma ya mchezaji wa mwaka mmoja. Kwa hiyo wewe mwana Simba sasa unatakiwa uwe na kichwa kipana, uwe na akili ya kusikiliza watu na kutafakuri. Sikatai maono yako, ila ukweli ndio huo kwamba hichi kipindi tuko kwenye kipindi gani mpaka Yanga ameamua kufanya hivi. Kwa nini ameamua kufanya hivi? Yanga ina shida Suleiman Mwalimu? Haina shida. Striker wa 4. Ina mastreka 4 na Suleiman Mwalimu ni striker. Umeelewa? Lakini kwa nini wanafanya hivi? Yanga wana akili yao. Si umeelewa? Yanga na maana wanafanya kimikakati. Ni mkakati gani? Wana Simba wanatakuwa watusikilize sisi ambao wenye vichwa vipana. Si umeelewa? Kitu kilichosababisha wafanye hili la kutupoka Suleiman Mwalimu na kutuzunguka kule Wydad, pamoja wametumia gharama kubwa ambayo haistahili kumpa Suleiman Mwalimu ili kuwanyang'anya Simba Suleiman Mwalimu. Kwanza kutugombanisha kuelekea tarehe 12. Wanajua Simba wakitoka kwenye slogan yao ya Simba nguvu moja, tafsiri yake tayari watakuwa wamefanya nini? Washatumaliza kisaikolojia. Kwa upande wa mashabiki, kwa upande wa viongozi na kwa upande wa wachezaji wenyewe. Na benchi la ufundi kwa ujumla. Si umeelewa hiyo? Cha pili, mkakati wao wa pili ni swala la kufuta hii aibu inayoenda kuwakuta siku 2-3 zinazokuja. Kuhusu swala la Faisal. Yaani Yanga kwamba nani Faisal Salum mtoto anakuja kuchezea Simba. Faisal ameikataa bilioni 3 ya Yanga. Alishakula kiapo kwamba hawezi kucheza Yanga mpaka afanye nini? Mpaka injinia aondoke pale. Na akaapa kala viapo. Kwa hiyo sisi watoto wa Kiislamu huwa mara nyingi tukishaweka maagano, kiapo ni maagano. Na ndio maana hata kwenye dini, kwenye Biblia ukiingia wapi kwenye msahafu umekatazwa usile viapo. Viapo ni hatari, viapo vinajenga. Sijui umeelewa? Kwa hiyo akakataa swala la Yanga. Ndio maana wao walijiamini kwa sababu inatakiwa bilioni 3 na Azam. Wao wakajua Azam hawezi kuwanyima yule mchezaji na Faisal hawezi kukataa ile hela ni nyingi. Ndio maana wakaandika jezi yao namba 6. Mpaka siku ya utambulisho pale Alikamos alivaa namba 6. Akazuga kuandika hela iko benki.
Si umeelewa? Kwa hiyo ili kuzima kuwarudisha mchezoni mashabiki wao ambao wanalalamika, kina Nasoro Yanga, kina nani wanalalamika kwa nini wamedanganywa kuhusu Faisali, na Faisali ikija kutangazwa anakuja Simba. Hivi pale Yanga kutakuwa na moto wa aina gani? Kwa hiyo nusura yao Faisali asiende Yanga, asiende Simba, asije Simba, abaki Azam. Lakini Faisali anakuja Simba. Hivi ninavyokuambia Faisali, Simba washamalizana naye. Si umeelewa? Simba Jairuti sio mjinga kuweka ule mchakato wa watu wanunue jezi kwa 50,000, ingawa kuna watu wanaturudisha nyuma kuhusu swala hili. Wanakuambia kwa nini tuchangishwe? Pale wewe unachangishwa. Jezi inauzwa 45,000. Yaani mtu kaongeza 5,000 tu ili umpate X factor, mchezaji wa kuja kukuamulia mechi. Wewe unasema eti tunachangishwa. Tunachangishwa nini? Sasa 50,000 ukitoa 45,000, si unapoa jezi yako unavaa. Jezi sinauzwa haya, hata kama sio swala la kumnunua Faisali au kumnunua mchezaji yoyote. Wewe ununui jezi kama mshabiki wa Simba? Utanunua shilingi 45,000, katika 50,000 imebaki shilingi ngapi? 5,000 kama delivery nini nauli nini kila kitu. Si 50 hiyo utatumia. Sijui umeelewa? Sijui umeelewa? Kwa hiyo moja kwa moja viongozi wa Yanga wametumia njia hiyo kuziba hili swala la Faisali, kwamba hata akitangazwa Simba na sisi tumwapola mchezaji ambaye ni Suleiman nani? Mwalimu. Hiyo ya pili. Cha tatu kabisa ni kufifisha hii swala la nini? La hela. Akili yao wanajua Jairuti anategemea hela ya watu akishanunua jezi ndio wafanye usajili wa nani? Wa Faisali. Wamechemka. Mwamba ashatoa pesa kabisa kashasajili. Hapa tunachokifanya sisi kurudisha fadhila kwake. Hilo alitambue. Na ndio maana nawaambia wana Simba, shime alaikum, hebu tusigombanie jezi ili tumuaminishe kwamba wana Simba tunaweza. Hata baadaye dirisha dogo au mwakani akisema tunamtaka mchezaji fulani, Jairuti fanya hivi ili afanye. Sijui umeelewa? Kwa hiyo ili kufifisha hichi kinachoendelea kwenye mtandao, wamestuka sasa hivi naenda kwenye milioni 60, na ndo wameamua kufanya hivi ili wana Simba wavunjike moyo wasiendelee na hili zoezi. Nawaambia wana Simba, mimi natumia akili nyingi. Wewe ukinitachao, ukinitania shauri yako, mimi natoa elimu. Mimi ni mwalimu, kazi yangu ni kutoa elimu. Na ndio kazi ya influencer. Kwa hiyo swala la kwanza kututoa mchezoni kuelekea kwenye dabi kesho. Kwa wana Simba wasiokuwa na akili, kesho hata kama kakata tiketi atagaili kwenda wapi? Zanzibar tutakuwa wachache, tutashindwa kwenda kuisupport timu yetu. Na viongozi wasiokuwa na akili tutaanza kiongozi fulani hapa. Hivi sasa hivi tukianza kuwagawa viongozi, kama kuna mshabiki mmoja yani namtaja jina Lax anaigawanya sana Simba. Ile wana Simba tunapenda kumfuata na kumwangalia. Huyu ni mtu mbaya, anaigawa sana Simba. Swala la Jairuti jana kuhusu swala la X Factor, anawaambia wana Simba wasichange. Anasema yeye hawezi kuposti kwa vitu ambavyo havielewi. Kwa hiyo maana yake kila jitihada inayofanyika katika kujenga Simba yeye anairudisha nyuma. Yaani akili yake kwamba Mo akuhusishwa kwenye hili au watu wa Simba hawakuhusishwa kwenye hili, na wakati Jairuti amepata baraka zote kutoka kwa viongozi wa Simba. Na huyo Mo mwenyewe anahusika katika kumnunua huyu Faisali. Namtaja jina kabisa. Ni kazi ya watu wawili inayofanywa hii. Jairuti na Mohamed Dewji. Lakini yeye kwa sababu ya uchawa wake anajua kwamba hana anachokijua, maskini ya Mungu, mambo ya ndani. Anaenda kuwashawishi watu wasifanikishe hili zoezi. Leo tena swala Faisali, swala la Suleiman Mwalimu anaamka anaulaumu uongozi wa Simba. Anasema hapa kuna mtu anapigishwa shoti. Wana Simba anawaambia hakuna shoti yoyote. Swala la Suleiman Mwalimu hakuna kiongozi anayempigisha shoti mwenzie. Viongozi wote wako slogani. Viongozi wa Simba ni waelevu, wana forecast, wana good plan, wana coordination. Alafu wako transparent. Na ndio maana umeona kila kitu kiko wazi, watu wanazungumza kila kitu wazi. Na ndio maana wamekaa tena pamoja, wamemaliza mambo yao. Tunaelekea kwenye kufanya nini? Kuiandaa timu kuelekea kwenye ufunguzi wa nini? Wa mashindano. Sasa wewe leo from nowhere unatoka unasema eti kuna mtu anapigishwa shoti. Tafsiri yake hapa anaona kama kuna kiongozi fulani anapigishwa shoti, au bosi anayemtaka yeye anapigishwa shoti kwa swala kuondoka Suleiman Mwalimu. Na maana kuna kiongozi eti ndo kafanya mpango Suleiman Mwalimu aondoke wapi? Aondoke Simba apelekwe Yanga. Kuna kiongozi wa Simba kampeleka Yanga Suleiman Mwalimu. Kiongozi huyo yuko wapi? Yanga ana mechi ngapi mpaka sasa hivi hajatufunga sisi? Viongozi si hawa. Mechi ya 3. Tushacheza nao mechi 3, tumewapiga mechi 2, wamesuru mechi 1. Viongozi ni kina nani? Si hawa. Sio angepigisha shoti huko.
Kwa hiyo msimsikilize Lux. Hakuna cha swala kiongozi kupigwa shoti kushoto. Haya ni masuala ya kibiashara. Uongozi wa Wydad uliotoka ulikuwa friendly na Simba na uongozi wa Wydad walikuwa marafiki, kwa sababu tunajuana kimataifa. Uongozi wa pili ulioingia uliopindua ule uongozi, slogan yao wanasema hawa Simba ndio waliosababisha sisi tufanye nini? Tukwame kimataifa. Mpaka leo hii walivyotutoa, mpaka leo hatujarudi kimataifa kwa sababu ya Simba. Si ndio tulisababisha Wydad mpaka leo apoteze ufalme wake. Hivi mtu atakupenda? Kwa hiyo ndio kaja na sera hiyo, na ndio sera aliyoitumia Morocco. Sawa bwana, katika kufanya nini? Kuingia kwenye uongozi na kumrudisha Suleiman Mwalimu, kwamba wale mashabiki wa Wydad wanamwambia tekeleza sera yako. Simba ndio walosababisha sisi kututoa mchezoni kimataifa, tangu atutoe mpaka leo hatujarudi. Alafu mnawapa mchezaji kwa mkopo. Kwa nini? Mashabiki wa Wydad Casablanca. Ndio maana ule uongozi umetumia nguvu kubwa ya kumrudisha Suleiman Mwalimu, kumtoa tena Simba na kumrudisha nini Wydad, na hatimaye Simba kwa sababu ya sheria zinawabana wakamrudisha tena huku. Tatizo ni pesa, wakatumua pesa zao. Umeelewa? Lakini jana wamezirudisha pesa za Simba na wamemchukua mchezaji, wamemuuza kwa Yanga. Yanga wamemnunua yule mchezaji, lakini wanaongopa kwa mkopo ili tuwatoe thamani wa viongozi wetu, kwamba wameshindwa kutoa nini milioni 50. Basi mimi nikushukuru kwa hizo dakika hapo, au bado unataka kipazi? Bado tunatoa elimu. Kwa hiyo ni vitu vitatu. Kwa hiyo cha kwanza wanataka kututoa mchezoni kwenye dabi. Cha pili wanataka kusawazisha swala la Faisal. Cha tatu wanataka wafifishe X Factor Challenge. Kwa sababu wao walianzisha tofali lilifeli mwaka jana, unakumbuka? Tofali la ubingwa walishindwa 2024 wameshindwa. Sisi 50,000 Mungoma na Pepea. Mimi peke yangu nimenunua jezi 2. Laki moja nimeitoa. Pamoja jezi sitaki ninunue. Mimi ni balozi wa Jairut. Hata nitake jezi 10 sasa hivi na uwezo wa kupiga simu ofisini nikaenda nikachukua. Familia yangu yote inavaa jezi za bure. Lakini nimenunua kwa sababu ya hii ya kutimiza X challenge, X Factor Challenge. Umeelewa? Kwa hiyo wana Simba, mimi ninawasihi tuendelee na utaratibu wetu kama kawaida. Hivi Ismail nikuulize. Hapa mwana Simba namuuliza. Hapa umeikuwa Suleiman Mwalimu. Hapa umeikuwa Faisal. Wewe unamchagua nani? Kimsingi watu watamchagua Faisal kwa yale aliyoonyesha miaka. Si umeelewa? Sasa wewe unatetemekana nini? Wataongea leo tu. Lakini chumba kikishatangazwa tu, wanamalizia mambo madogo madogo tu. Chumba kikitangazwa tu, dunia itasimama hii. Dunia itafanya nini? Tutasahau yote. Na hata kesho tunawapiga na uhakika sura tu godi. Kesho Yanga tunawafunga. Na ndio maana wanatumia mbinu nyingi katika kutuzofisha ili tutoke mchezoni. Viongozi waparaganyike, yani mashabiki wao kivyake, viongozi wao kivyake, mabosi wao kivyake, kwa sababu wanajua kesho kinachoenda kutokea ni nini. Yanga hana timu ya kutufunga sisi Simba Sports Club. Kwanza timu yetu iko vile vile. Wewe unasema uongozi huu eti unapigishana shoti, unamtoa mchezaji, unamtoa Suleiman Mwalimu. Sangeuzwa Haula, sangeuzwa Libesegwe. Ofa ngapi viongozi wa Simba wamezizuia, wamezikataa. Wangemleta Keresto ambao tulikuwa tunagombania naye huyu Seko Kune pale. Yanga si walimtaka Keresto na wakamtangaza. Situmenda tumemchukua sisi. Sasa hawa viongozi wana ubaya gani? Hii wanataka watutoe mchezoni. Sasa na sisi tukiingia kwenye hiyo mitego tutapotea. Kwa hiyo nawaambia wana Simba, hali ya utulivu iendelee. Wao wakisema kwamba tumemchukua Suleiman Mwalimu, sawa. Mmetutua mzigo. Huo mzigo ulikuwa hivi, mimi umenibebesha kilo 200 za mahindi natembea nazo tu kichwani. Nimebadilisha natoa naeka begani. Nimetoa naeka begani huku. Wewe umekuja umenitoa ule mzigo, umenisaidia, umeubeba wewe. Hivi umenikomoa, umenisaidia? Umeelewa? Striker anamaliza msimu na goli 6. Kwenye box ya nafasi 7 anapata nafasi 1. Hivi Simba kama Suleiman Mwalimu angekuwa ana umuhimu sana, tungemtafuta Dumbia. Angebaki. Si angebaki Suleiman Mwalimu? Tungeokosa ubingwa sisi. Si umeelewa? Tungekuwa na uhitaji wa kutafuta striker. Tungetafuta Max Factor kama huyu angekuwa muhimu sana. Hatuwezi tukatoa bilioni 1.3 kwa sababu ya Suleiman Mwalimu. Hicho kitu hakipo. Ingekuwa milioni 300 400, mimi viongozi wa Simba ningewalaumu. Lakini dola 500. Na email nimeonyesha, nimeiona wanataka dola 500.
hicho kitu hakiwezekani. Wana Simba tuwe na utulivu, tuelekee kwenye nini? Kwenye dabi, tuna jambo letu. Na hili swala la X Factor, naomba shime alaikum, watu wa Simba tushambulie hizi jezi ili tuweze kumpa nguvu nani mzabuni wetu wa jezi, ili tupate kufanya nini? Kumnunua huyo X Factor na atambulishwe mapema. Kwa hiyo kutambulishwa kwake sisi ndio tunaichelewesha. Sawa bwana. Jeruti ameshaniambia ikifika kwenye 800 700 mia ngapi Faisal anatambulishwa, lakini shughuli ya Faisal imefanya nini? Imekwisha. Ndio maana unaona wameona kama wamefanya comeback, lakini sio comeback. Hapa wamechemka. Safari ya Selemani Mwalimu inaendelea katika ubora ule ambao ndio kamaliza. Ingawa simwombei yale, lakini kwa Yanga ninavyojua Suleiman Mwalimu kamaliza. Yanga na masteka wangapi? Suleiman Mwalimu ameshindwa kujifunza kwa Chama. Suleiman Mwalimu ameshindwa kujifunza kwa Israeli Mwanda. Israeli Mwanda sasa hivi yuko Chabalala, sasa hivi ana fulani ndani ya Yanga pale. Sasa jichetua tu katakata viuno kucheza, lakini kiuhalisia hana kitu. Kashapotea. Hivi sasa hivi itwa timu ya taifa inatakiwa namba 3 sasa hivi. Anaweza akaitwa Chabalala. Au hata kama ataitwa atacheza mbele ya Kibabagi. Mtu ambaye ana uhakika wa namba ndani ya Simba kwenye kikosi bora. Ina maana Suleiman Mwalimu ameshindwa kujifunza. Mimi sikufi Suleiman Mwalimu, mimi ni mdogo wangu. Umeelewa? Na chati naye, naongea naye na mwalimu wake huyu hapa. Ngoja nikuonyeshe. Tena hiki kipande hichi ndo nanimu ili mkionyeshe. Huyu hapa katibu wa Kilimanjaro. Suleiman Mwalimu, watu wa Simba wanatakiwa watambue kwanza ana mapenzi na Yanga. Kipindi kile mimi wakati naongea Suleiman Mwalimu ameonekana KMC, anaenda kuangalia mechi za Yanga. Watu wengi tukawa tunadanganyana kwamba anaenda kufanya nini? Anaenda kuwasoma Yanga. Alikuwa haendi kuwasoma, mimi nikamwambia huyu ni Yanga. Watu wakawa wananibishia. Leo amejishuhudia. Kwa sababu chanzo cha mambo yote ni yeye mwenyewe. Kwa nini usiwaambie uongozi wako kwamba kuna jambo linaendelea kati ya Yanga na Wydad? Umenyamaza kimya. Mpaka watu wanakutambulisha, unatutumia video, tunaiposti. Ina maana ni kitu ambacho alipanga kutuzalilisha sisi watu wa Simba. Sasa wewe mwana Simba unaumia na mchezaji ambaye ana mapenzi na Yanga. Huyu hapa Suleiman Mwalimu. Gomez yule mdogo. Umeelewa? Sio Suleiman Mwalimu huyu. Hapa yuko mdogo. Wanacheza kwenye kiakademi chao. Kwa hiyo yule mwalimu wao Bwana Lawrence na yule Bwana Isa waligawa. Lawrence ni Simba ambaye ndo katibu wa matawi wapi? Umeelewa? Huyu Isa yeye ni Yanga. Kwa hiyo huyu kachukua wachezaji wa Yanga, ukachukua wachezaji wa Simba. Wakae kadabi ya timu yao. Suleiman Mwalimu anaonekana hapa anachezea nini? Anachezea Yanga. Sasa wewe mchezaji kama huyu utajilaumu tu, walaumu viongozi. Huyu kuna kitu Mungu ametuepusha. Inawezekana uko kwenye mechi muhimu, umekutana na Yanga unahitaji matokeo, huyu anaweza asifunge. Sio, umeelewa? Kwa hiyo Mungu sasa ili kutuepusha mwakani tuwe wasafi, ndio makapi yote anayatoa. Sio, umeelewa? Mechi ngapi kacheza za Simba na Yanga? Sikafunga lile goli lilokataliwa tu siku ile na kwa kubahatisha likalipiga tu ili mradi. Kile kitu akapiga hivi kamdondoshia Diala. Diala ndo kwa ujengo wake kakipanchi ndo Suleiman Mwalimu kaugonga tena goli. Angekuwa kweli na mapenzi na Simba kile kitu angechagua Engo. Kwa hiyo huyu ni Yanga. Sio, umeelewa? Huyu hapa Suleiman Mwalimu. Mmemwona Suleiman Mwalimu? Nyi watu wa Simba mnaolalamika. Mnaulaumu uongozi wenu, mgombana na viongozi wenu, eti wanapigishana shoti. Suleiman Mwalimu huyu hapa kavaa jezi za Yanga. Sawa? Wanaenda kucheza dabi Moshi kwenye uwanja wa Pasua. Na hata ushahidi mkitaka nimpigie simu mwalimu wake, mimi nina uwezo wa kumpigia. Ngoja. Unampigia? Nampigia. Subiri. Mimi ndio jibi 64 bwana. Lakini kiuhalisia huyu ni mchezaji wa Yanga. Na hii picha mtaiona mtaiona mtaiposti kwenye Instagram yangu, mtaiona kwamba Suleiman Mwalimu alikuwa na mapenzi na Yanga, ndio maana ameamua kwenda Yanga na kuisaliti Simba, akutoa siri zinazoendelea kati ya Wydad na nini na Simba. Kwa hiyo tumeepushwa na mengi. Acheni haya makapi yatoke. Yaani mimi naona nuru ndio inakuja sasa. Yanga ile uteja kwetu unakufa kwa sababu uteja wa Yanga walikuwa sisi wanatufunga kwa sababu kuna wachezaji mamluki huko wanatumika katika kuihujumu nini timu ya Simba. Kwa hiyo Mungu anayatoa haya automatically. Basi tukushukuru. Asante sana. Tununue jezi zetu ili tutimize ndoto yetu ya kupata X Factor. Jairut apepewe, Mangungu apepewe, Magoli apepewe, Mo apepewe.